katika maeneo mengi ambayo yaliathirika na mafuriko hapa nchini na uharibifu kushuhudiwa kwa muda mrefu. Hii hapa sasa taarifa ya Emily Chebet. Baadhi ya wakazi wa jiji la Nairobi wanajaribu kurejesha maisha yao ya kawaida japo kwa hasara. Maafa ya Ijumaa yanaonekana wazi, maeneo ya viwandani yakiwa bado yamezungukwa na maji. Mafuriko ambayo yamewacha nyuma majonzi na uharibifu mkubwa uliosomba makazi, biashara na hata barabara na kuharibu miundo ya maji na umeme. Waziri wa mpango maalum Geoffrey Ruku amezindua mgao wa chakula kwa familia zilizoathirika Nairobi. As directed by the President of Kenya, the government will take care of the hospital bills in public hospitals of the affected families across the country, to lift the heavy burden of the expenses, as well as funeral expenses for those who have lost their lives. Kulingana na Ruku, serikali inatathmini kiwango cha uharibifu kote nchini ili kuweza kutoa msaada wa kutosha pamoja na kurekebisha miundombinu ambayo imeharibiwa. Also major damages on roads and bridges in Baringo County, in Bomet County, in Kericho County, in West Pokot County, in Laikipia County, in Marsabit County, in Taita Taveta County, in Kirinyaga County, in Kiambu County, and in Migori County, that which is in Nyanza region. Wakenya wametakiwa kuwa makini haswa wakati idara ya hali ya anga inasema mvua unaendelea kunyesha. Response teams are focused on rescue and excavation operations. 2, clearance of blocked drainage systems and roads. 3, restoration of electricity and critical services across the country. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Mheshimiwa Chege, kama